Kwa jina naitwa Rukia Rashid Salmu, mkazi wa Mwananyamala, mtaa kwa Sindano. Kero yangu kubwa hapa kuhusu maji. Maji huwa yanatoka sio kwa wakati. Kama sisi hatuna mabomba, naomba mtusaidie kutupatia mabomba. Japo mna bei ya mabomba, lakini naomba mtupunguzie na sisi kwenye hali ya chini tupate. Mimi Fadhili Kitwana, maarufu mkulima wa hapa mtaa Mchangani. Baada ya matatizo mengi au kubwa ya maji katika mtaa wa Mchangani, umeona bwana mheshimiwa mbunge ameamua kuja kutuwekea vizimba vitatu ndani ya eneo la mtaa Mchangani. Umeona kimoja hapo kikiwa hichi hapa ambaye kipo ndani ya mji wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Nashukuru. Umeona bwana kinafanya kazi vizuri. Umeona matatizo yapo, changamoto haikosi, muda yanatoka, muda hayatoki. Umeona bwana kama leo imeanza kutoka kama saa 12 asubuhi. Wananchi waliweka foleni toka saa 10 ya usiku. Umeona bwana, lakini huduma inapatikana. Umeona bwana mwenendo mzuri. Naomba DAWASA wazidi kutoa huduma vizuri kwa sababu haya maji kwanza yanakuwa yanakatika mara kwa mara. Hasa hatujui nini tatizo la kukatika maji kwa mtindo huu. Kwa majina naitwa Alex Gibron Masoro. Mimi ni afisa biashara kwa mkoa kazi wa Kinondoni. Tunashukuru pia mbunge wa Kinondoni ambaye pia alipata taarifa na akaona ni heri hata kama mwananchi amepata changamoto hiyo, ni vizuri aweze kuendelea kupata huduma kwa namna ambayo ni sahihi. Kwa hiyo baada ya hapo kuna vizimba ambavyo vilianzishwa kwenye maeneo ya Mwananyamala Mchangani, ambayo kuna vizimba vitatu ambavyo mbunge ndo atakuwa anahusika kuweza kulipia bili ambazo wananchi watakuwa wamepata huduma kupitia vizimba hivyo. Kwa hiyo ni zoezi ambalo tunaona ni manufaa makubwa, kwa sababu baada ya hapo wananchi wameelewa na walikuwa wengine hawafahamu, lakini kupitia zoezi hilo wameweza kuelewa, na mwisho wa siku tunaona maunganisho au wamejitokeza wengi kuona kwamba gharama ya maunganisho kwa sasa ni nafuu, tofauti labda ambavyo walikuwa nafikiria au wanawaza ilipokuwa hapo awali. Kwa majina naitwa Tumaini Mhondwa, na meneja wa mkoa kazi wa DAWASA Kinondoni. Mkoa kazi wa DAWASA Kinondoni una jumla ya wateja wapatao 21 mpaka sasa hivi. Na tuna wastani wa makusanyo kwa mwezi zaidi ya bilioni 1 na milioni 350 kwa mwezi. Kwa kipindi cha Januari mpaka Machi tulikuwa na kazi maalum, operation maalum ambayo tulikuwa tumeifanya. Na operation hii imetokea wapi? Mkoa kazi wa DAWASA Kinondoni umefungiwa DMAs. DMAs ni mita kubwa ambazo zinaweza kupima maji ambayo tunayapokea katika eneo letu na maji ambayo wateja wetu wanayatumia. Kwa hiyo baada ya kufungiwa zile mita, tumekuwa tukifanya ukaguzi kuangalia maji kiasi gani tumeyapokea na maji kiasi gani ambayo wananchi wameyatumia. Tukagundua kuna baadhi, maana tumefungiwa jumla ya mita 13 katika maeneo mbalimbali katika eneo la Kinondoni. Kwa hiyo tukaanza kufanya uchunguzi kuangalia kila mita moja moja, je, ni maji kiasi gani yamepita kwenye ile mita na wateja wametumia maji kiasi gani. Tukabaini kwamba kuna baadhi ya maeneo unakuta tumepokea maji mengi sana lakini tumeuza maji kidogo, na hiyo inapelekea upotevu wa maji. Kuna kitu kinaitwa non revenue water ambao serikali imekuwa ikipambana sana kuhakikisha maji hayapotei. Kwa hiyo baada ya kuwa na hizi mita ambazo tumefungwa katika maeneo yetu, tulibaini kuna mita ambazo tumefungwa maeneo ya Mwananyamala na baadhi ya maeneo ya Mikocheni, tukabaini kwamba tuna upotevu mkubwa wa maji. Kwa baada ya kubaini kwamba kuna upotevu mkubwa wa maji, tukachukua hatua ambazo tukaamua kuingia site sasa, tuanze kufanya uchunguzi kuweza kubaini haya maji yanapotea wapi. Na kazi hii nashukuru Mungu imezaa matunda. Sasa mpaka sasa tunavyoongea mpaka sasa hivi hali ya upotevu wa maji katika mkoa wetu inakwenda kwenye 21% mpaka 24%. Kwa hiyo utaona tumetoka kwenye 40 na kitu mpaka sasa tumeshuka kwenye 24% mpaka 21%. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa. Na tumefanya kitu gani? Kazi ya kwanza ambayo tulichukua baada ya kuingia site katika uchunguzi wetu, tulibaini maeneo mengi yanauza maji. Sheria ya maji hairuhusu mtu kuuza maji. Mwenye dhamana na sera na leseni ya kuuza maji ni DAWASA pekee. Lakini tulibaini kwamba kuna wateja wetu ambao sisi tunawauzia maji na wao wamekuwa na DAWASA ndogo. Unakuta mtu naye anauza kwa gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kama DAWASA tunauza unit moja shilingi 1679 ambao ni sawa na lita 1000, lakini unakuta mtaani ndoo inauzwa mpaka shilingi 1000. Ndoo moja lita 20 inauzwa mpaka shilingi 1000. Kwa hiyo hawa watu wanatengeneza super profit
yani wanapata faida zaidi na zaidi. Kwa hiyo tukapita katika yale maeneo, baada ya kubaini kile kitu. Sasa kibaya zaidi, wale wauza maji unakuta sio waaminifu, wengi wanachezea mita zetu, na wengine kipindi cha usiku wanachomoa kabisa nyuma ya mita, wanajaza matenki yao. Kwa hiyo unakuta kwamba wewe ukija kwa mwezi kuja kuangalia ambacho amekitumia labda ni 13,000, 14,000 ndio bili ambayo analipa serikalini, lakini yeye ametengeneza zaidi ya 500,000, 600,000. Kwa hiyo tukagundua tunapoteza maji mengi katika hawa watu ambao wanauza maji. Kwa hiyo sisi tulichokifanya ni kusimamia sheria tu, kwa sababu sheria ipo ambayo inakataza watu kuuza maji. Kwa kushirikiana na serikali za mitaa tukatoa elimu kwa wananchi na tukatoa barua rasmi za kukama katazo la watu kuuza maji. Kwa hiyo tukafanya hiyo kazi katika maeneo mbalimbali, na tunashukuru mwitikio ukawa ni mzuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambayo swala la uuzaji wa maji likawa limeisha. Vile vile katika uchunguzi wetu tulibaini kuna maunganisho ambayo sio rasmi, kuna watu ambao sio waaminifu, kuna vishoka ambao wameunganisha watu maji kinyume na utaratibu, na hiyo vile vile inapelekea maji kuendelea kupotea. Na maeneo mengine ni uvujaji tu wa kawaida, unakuta miundombinu imechoka, maji yanamwagika muda mrefu. Kwa hiyo nibaini mambo mengi. Kwa hiyo kama mkoa tukachukua hatua madhubuti, kwanza kama nilivyosema kuzuia wale wauza maji. La pili, katika yale maeneo yenye uvujaji tukahakikisha tunadhibiti ule uvujaji, na maeneo ambayo yalibidi kubadilisha miundombinu tulichukua hatua ya kubadilisha miundombinu kuhakikisha yale maji hayapotei. Vile vile wale ambao tulikuta wana maunganisho ambayo sio rasmi tuliwachukulia hatua, wengine walipigwa fine, wakalipa fine, na wengine tukawarasimisha. Sasa kwa hiyo ni wateja rasmi, sasa hivi wameingia katika mfumo rasmi wa DAWASA. Kwa hiyo wanalipa pesa zao kwa mfumo rasmi, na hiyo pesa inaingia serikalini. Matokeo ya ile zoezi ni nini sasa? Matokeo yake, la kwanza kabisa, kwa mkoa kazi wa Kinondoni tulikuwa tuna kawaida ya kupata new connection, kwa maana wateja wapya kwa mwezi. Ukiangalia kuanzia Januari tulikuwa tuna kawaida ya kucheza wateja 35, wateja 40. Hayo ni maunganisho mapya yale ambao wanaomba huduma. Lakini baada ya ile zoezi tumeshoot mpaka sasa hivi tunaongelea wateja 65 kwenda 70. Kwa hiyo utaona wale wauza maji ambao walikuwa wanahudumia, kwa hiyo sasa wale wateja wamerudi serikalini. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa la maombi mapya ya huduma ya maji kutoka kwenye hiyo 35 40 mpaka sasa hivi tunakwenda kwenye 65 70. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa la maombi ya maji. Vile vile mauzo ya maji, sisi wateja wanavyotumia, tuna record zetu, tunajua kabisa kwamba mwezi huu tumeuza maji kiasi gani. Lakini baada ya hiyo operation mauzo ya maji ya mkoakazi wa DAWASA Kinondoni yameongezeka sana. Kwa hiyo tunaona ni matokeo ya kazi hii ambayo tumeifanya. Vile vile tuna wateja ambao wamekuwa na madeni ambao walikuwa wamesitishiwa huduma, lakini ukiangalia walikuwa wanakuja kwa kujivuta sana. Kuta mtu ana deni, akisitishiwa naye anaacha harudi. Lakini baada ya kupambana na wauza maji kumekuwa na mwamko mpya wa wateja kuja ofisini. Tulikuwa tuna average, yani wastani wa wateja 6 mpaka 7 kwa mwezi ambao wanakuja wanaomba kulipa kwa mkataba, tunawafungulia huduma, wanaendelea na huduma. Lakini sasa hivi kutoka katika wastani wa wateja 6 kwa mwezi mpaka 7, sasa hivi naangalia kwenye kumbukumbu zangu kwa mwezi Machi tu tumepata wateja zaidi ya 37 ambao wamekuja, walikuwa wamekatiwa huduma, wakawa wameacha kabisa. Kwa hiyo wamekuja sasa hivi tumekaa nao mezani, tumewapa mikataba. Kwa hiyo tumewafungulia huduma huku wakiendelea kulipa taratibu. Kwa hiyo ile zoezi limekuwa na faida kubwa sana kwa taasisi yetu ya DAWASA. Vile vile wale wateja ambao walikuwa na maunganisho ambayo sio rasmi, tumepata zaidi ya matukio 6 katika hii operation ambayo tumeifanya, ambao tumewakuta mwingine amechezea mita, mwingine hana mita kabisa. Kwa hiyo tumekuta zaidi ya wateja 6 ambao walikuwa wana maana haya maji yalikuwa hayalipiwi kabisa. Kwa hiyo wateja hawa wamelipa fine na wameingia kwenye mfumo rasmi sasa wa DAWASA. Kwa hiyo ina maana ile pesa inaingia serikalini moja kwa moja. Vile vile tukutana na wateja kama 14. Wale wateja walikuwa ni wateja wafu tunaita. Yaani kwenye mfumo tuna kitu tunaita morband. Walikuwa wamewekwa kwa maana kwamba hawajulikani walipo na hawapo katika mfumo kabisa. Lakini katika hizo zoezi, baada ya kudhibiti mianya mingi, wameibuka wale wateja. Kwa hiyo wateja kama 14 ambao tumewauisha upya kwa maana activation account zao, tumeactivate account zao na sasa hivi wanaanza kulipa na huduma inaendelea tumia. Kwa hiyo na wenyewe ni ongezeko la wateja ambao walikuwa washapotea. Vile vile kuna wateja almost zaidi ya 7-8 ambao wale wateja walikuwa wamekatiwa maji kwa muda mrefu, walikuwa hawana mpango tena na maji ya DAWASA.
Lakini baada ya hiyo operation wamekuja wanakuta yale maeneo hata miundombinu haipo tena. Unakuta mita tu iko pale, lakini mabomba yameshakatwa muda mrefu, tushasahau na kusahau. Lakini baada ya ile zoezi kudhibiti hao wauza maji na operation ya kila siku tunaingia mtaani, wale wateja wamekuja, kwa hiyo wengine wamelipa, tumewawekea miundombinu mipya, tumefungua huduma, kwa sasa hivi wanapata huduma ya maji. Kwa hiyo unakuta zoezi letu limegusa maeneo mbalimbali, na kiukweli kama DAWASA tumeona faida kubwa ya hii zoezi. Na nitakuwa mchoyo wa shukrani kwa watu wa serikali za mtaa. Ili zoezi kwa kweli bila serikali ya mtaa tusingefanikiwa. Wamekuwa msaada kwetu kwa maana tunashirikiana nao kwenye kila hatua, tunapata taarifa kutoka kwao na sisi tukua na taarifa yote tunakwenda kwao. Tumekuwa tukifanya kuwa na ushirikiano wa karibu. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio matokeo ya kazi kubwa ambayo inaendelea katika mkoa kazi wa DAWASA Kinondoni, na haishi hapa. Tunaendelea na tunaamini matokeo makubwa zaidi yako mbele yetu, na taasisi kama DAWASA itanufaika kwa operation hii ambayo inaendelea katika mkoa kazi wa DAWASA Kinondoni. Asanteni. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba sekta ya maji inaongozwa kwa sheria. Kwa hiyo tuache kuishi kwa mazoea. Mwenye leseni ya kuuza maji ni DAWASA. Kwa hiyo tufuate sheria. Na vile vile tuwe waangalifu wa miundombinu. Unapoona maji yanavuja, piga simu, toa taarifa. Sisi watu wa DAWASA tutafika kwa wakati tuweze kudhibiti, kwa sababu sisi tuna dhamana ya kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama muda wote. Hiyo ndio dhamana yetu. Na tuna call center ambayo inafanya kazi masaa 24, wanaweza kutupigia simu. Tuna namba ya kituoni kwa mfano kama hapa DAWASA Kinondoni, na namba zetu tumezigawa katika serikali za mitaa na sehemu mbalimbali. Zinapatikana muda wote. Kwa hiyo wanapokuwa na changamoto ya aina yote, tunawasihi wasiache kuwasiliana na watu wa DAWASA ili tuweze kuwafikia na